nimeweza kufanya awareness katika zahanati 4 tofauti. Nimefanya katika zahanati ya Tegeta, nimefanya katika zahanati ya Wazo, nimefanya katika zahanati ya Bunju, lakini pia leo nimemalizia katika zahanati ya Madale. Ni dhamira yangu tangu mwanzo nilivyoanza kufanya huduma hii au nilivyoanza kufanya hichi ninachokifanya, kwa sababu ni life experience ambayo nimepitia mimi na kijana wangu, ila pia katika muda wote ambao nimekuwa hospitalini kwa miaka 2 ilikuwa ni darasa tosha kwangu. Nimekaa ndani ya zile wodi, nimejifunza vitu vingi, nimejifunza magonjwa ya macho mengi, nimeona watoto wanavyopitia changamoto. Ndio maana niliweka dhamira ya kufanya jambo hili katika jamii yangu, na ni kitu ambacho siwezi kukiacha. Nitaendelea kukifanya ili kuokoa macho ya watoto, lakini pia kujenga future nzuri kwa ajili ya watoto wetu. Kwanza kabisa ninaishukuru serikali kwa sababu ni elimu ambayo ninaipata au ninayoitumia ni elimu ya serikali ambayo kupitia vipeperushi vyao, lakini pia ninajifunza vingi kutokana na social media ya serikali ambayo huwa napitia, natoa material kule kwa ajili ya kufanya awareness. Ila pia ninapenda nitoe shukrani zangu za dhati kwa Know the Glow ambao ni washirika wenzangu ambao wanapatikana Marekani. Mimi ni volunteer katika ukanda huu wa Tanzania, the only ambassador wa Know the Glow kwa hapa Tanzania. Nashukuru kwa support yao kubwa, nashukuru kwa ushirikiano wao, nashukuru hata kwa ushauri wao. Kiukweli kwa muda ambao nimekuwa nikifanya nao mpaka hapa nilipofikia, ni hatua kubwa sana ambao wamenitoa, na ni hatua kubwa ambao pia naendelea kujifunza kutoka kwao. Nitoe wito, kama unaona mtu ana changamoto au unamjua mtu ambaye ana changamoto ambazo nimezielezea au changamoto yoyote ya macho, tafadhali ninakusihi ufike katika hospitali ya rufaa ili kuonana na mtaalamu wa afya, kwa sababu ukishaonana na ule professional ambaye amesomea mambo ya macho au mtaalamu wa macho, yeye ndo atakwambia una tatizo gani na nini kifanyike, na atakueleza sehemu ambayo unatakiwa kwenda kulingana na changamoto yako. Kwa hiyo kwa wote ambao wana changamoto, tafadhali fikeni katika hospitali ya rufaa, muone mtaalamu wa macho, atakusaidia. Mimi kama mwanzilishi wa taasisi ya Macho Vision Foundation, na kama serikali watasikia ujumbe wangu huu, ninaomba serikali itusaidie ili tuweze kupata huduma hii ya vipimo vya awali au primary eye care au primary eye examination katika stage ya awali kabisa katika kliniki ya mama na mtoto au kliniki zote za mama na mtoto. Kuwepo kuna mtaalamu ambaye anaweza kufanya ule uchunguzi wa awali ili kugundua kama mtoto anaweza akawa na viashiria vya saratani ya macho au viashiria vya ugonjwa huu, ili apate msaada mapema, kwa sababu akisaidiwa mapema anaweza kupata tiba. Ila watu wengi hufika hospitali katika hatua ambazo wamechelewa, ndio maana mtoto anakuwa anaondolewa macho au wakati mwingine tunamkosa. Kwa hiyo nitoe wito kwa serikali itusaidie tupate vipimo hivi katika stage ya awali katika kliniki ya mama na mtoto, tuwe tuna vipimo hivi vya macho. Asante.